Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Baada ya Mac Voice kutoka hadharani na kuzungumza kuhusiana na yale ambayo alikuwa akifanyiwa na uongozi wake wa Next Level Music, ambapo hapa anazungumzia CEO wake Vanny Boy, kuna mengi sana aliyazungumza ambayo mengine kiukweli ilikuwa kihuzunisha, na watu wengi hawakuamini kwa Rayvanny kama kweli anaweza kayafanya yale ambayo Maki aliyazungumza kwenye interview. Na moja kitu ambacho alikisema ni kuwa Rayvanny hata nyumba ya kulala hakuwahi kumpangia. Ina maana Mac Voice alikuwa akilala studio, lakini pia hakuwahi kulipwa pesa yoyote ile kwa kazi ambayo alikuwa akifanya. Na anasema kuna siku aliwahi kutegea IT wa Next Level Music alivyotoka, akaenda akachukua ile kompyuta na kuangalia kiasi ambacho amekuingiza kwenye music digital platform mbalimbali, na alipoangalia akakuta kama kuna $30 ambazo ni sawa na kama na milioni 60 hivi na ushehe. Sasa watu wengi ni kama walikuwa wamesimama upande wa Mac Voice, wakimtetea Mac Voice na wakihuzunishwa na kile ambacho Rayvanny alikuwa akifanya, lakini Mwijaku leo amefunguka kupitia sakata hilo, naye amemtetea Rayvanny kwa upande wake. Hebu msikilize hapa, lakini kabla sijakupa nafasi ya kumsikiliza, naomba nikupe mchongo, kwa sababu pesa pamoja na magari vyote viko PMBet. Nenda kajisajili sasa kupitia pmbet.co.tz. Hebu msikilize Mwijaku hapa akitema cheche. Kilizeni kama Mwijaku yeye yuko tofauti sana na kile ambacho alikuwa akizungumza Mr Pimbi. Kama ulipitwa na interview ya Mr Pimbi, pia shuka hapo chini nimekuwekea, utaona hiyo interview, namna ambavyo Mr Pimbi alivyomlipua vibaya mno Rayvanny kwa yale ambayo aliyomfanyia mwanamuziki Mac Voice. Hebu msikilize hapa Mwijaku hili ambalo yeye analisema. Bana, niko Ujerumani, lakini nimeona sintofahamu kati ya Mac Voice ambaye alikuwa msanii alikuwa chini ya Rayvanny na Rayvanny. Malalamiko yamekuwa mengi. Kwanza tunatakiwa kujua kitu kimoja, waandishi wa habari tusipotoshe umma, then Rayvanny akaonekana ni kama mtu mwenye roho mbaya. Kwanza tunatakiwa kujua Mac Voice, inawezekana una changamoto, inawezekana ulipitia shida, inawezekana ulipitia kila aina ya sintofahamu kwenye maisha yako, lakini Rayvanny hana ulazima wa kukusaidia wewe. Yani hata kama uko chini ya lebo yake, amekusaidia, mmefanya kolabo, anakusaidia kurekodi nyimbo, anakusaidia kufanya video, anakusaidia katika brand yako ya mziki. Hana ulazima ya yeye kukusaidia matatizo yako yote. Kumsaidia mtu matatizo yake ni mapenzi yake, na pale kama anaona na nafasi. Yani tusiweke kama kwa sababu mimi niko chini ya lebo yako, unanisimama kimziki, naingiza pesa, basi lazima nikusaidia. Hakuna maisha hayo. Ukisema hivyo, maana kila mtu ambaye ameshikwa mkono na mtu atakuwa na ulazima wa kusaidiwa. Rayvanny, unasema ulikuwa unalala studio, ni wajibu wako wewe mtoto wa kiume kupambana usilale studio. Apart from muziki ulikuwa unafanya nini? Okay, ukiacha muziki ambao Rayvanny amekupiga tafu, kitu gani ulikuwa unakifanya? Yes, huu muziki nafanya, lakini kitu gani kingine unakifanya? Lazima ujiongeze wewe. Yani Rayvanny akupangie kodi, akupangie chumba, wewe umekuwa mwanamke. Lakini la pili, unasema mimi nilikuwa naumwa, Rayvanny nimemuomba anipe milioni 2 nikamtibu mamangu. Ndugu tumejikusanya, tumepata $200,000. No, ni wajibu wa ndugu zako, ni wajibu wa familia yenu kujikusanya kuweza kumtibu mzazi wako. Yani usiweke matatizo yako kumuonyesha Rayvanny kuwa ni mbaya. Usiweke matatizo yako kumuonyesha Rayvanny yeye ana wajibu wa kila kitu. Sawa, maradhi hatuyaombei. Maradhi yanakuja. Yanapokuja maradhi, tunatakiwa tumuombe Mungu na tutamani kuyatoa. Mtu akikusaidia kwenye maradhi, amefanya kwa sababu ana nafasi hiyo, lakini asipokusaidia asiwe mbaya. Unasema ndugu zako wamepambana, wamepata $200,000. Kwa nini hawakuipata milioni 2? Hawakuipata manake hawana nafasi hiyo. Kwa hiyo usimuonyeshe Rayvanny kwa jamii kuwa ni mbaya kisa amekosa milioni 2 akupe umtibie mama yako. Usiishi hivyo mdogo wangu. Kusaidiwa ni sehemu ya mtu kama anapata nafasi ya kusaidie, lakini kusaidia isiwe kama sheria kwa sababu unafanya kazi naye. Amekupeleka mjini, sisi tumekujua kupitia Rayvanny. Nani alikuwa anakujua Mac Voice? Nani alikuwa anakujua? Hakuna mtu anakujua, lakini kupitia Rayvanny tumekujua. Sasa wewe ilibidi ujiongeze. Apart from Rayvanny kusemea kwenye muziki, ulikuwa unafanya nini? Ungejiongeza kufanya shughuli nyingine ya kwako. Kwa tusimtengenezee mtu ubaya, Rayvanny mbaya. Hana ubaya. Kusaidia kunatokana na mtu nafasi aliyokuwa nayo na Mungu amenena nini ndani ya moyo wake. Sawa, unasema ulikuwa umeomba dashboard kuangalia mapato ulikuwa unaingiza ni mengi. Sawa, mapato unaingiza mengi, lakini uwekezaji aliofanya Rayvanny kwako angeweza kusurvive vipi?
Kawekeza kwenye mziki, kawekeza kwenye brand, kawekeza kwenye appearance yako, mapromo manini. Unafikiri tulivyokuwa tuna support nyimbo zako, unafikiri Rayvanny alikuwa atulipi? Alikuwa anatulipa. Kwa hiyo pesa hiyo ambayo ulikuwa unaona kwenye dashboard unaingiza, ndio hiyo ilibidi irejeshe kuendeleza biashara yako ya mziki. Usimseme Rayvanny vibaya, mdogo wangu, binadamu tuwe na shukrani. Na Rayvanny hawezi kukusaidia kwa 100%. Hata siku moja hawezi kukusaidia kwa 100%, atakusaidia kadri ya uwezo wako, kwa sababu huyo Rayvanny unalalamika kusaidia milioni 2, ana ndugu na jamaa pia wanatakiwa kusaidiwa kama wewe. Ana ndugu na jamaa ambao wanatakiwa kusaidiwa kama wewe. Haya, wewe amekupa milioni 2, ndugu atawasaidia shilingi ngapi? Lazima tujifunze kushukuru. Tusitengeneze ubaya kwa vijana ambao wametushika mkono. Tusitengeneze ubaya kwa watu ambao wamejitahidi kutusogeza hatua moja. Unafanya leo interview, kila mtu unaonekana ulikuwa unanyanyaswa. Wewe ni mwanaume, usideke. Wewe ni mwanaume, usideke. Wengine tulikuja Dar es Salaam, hatuna ndugu. Ruge Mutahaba marehemu alitushika, lakini tukapambana wenyewe. Wewe unataka Rayvanny akulipie kodi, Rayvanny ahakikishe unakula, Rayvanny unahakikisha unalala, Rayvanny ahakikisha anatibia ndugu zako. Hasa atawekeza saa ngapi? Tujifunze kuwa na moyo wa shukrani. Tusimfanye mtu alosaidia aonekane mbaya. Sikupenda mimi interview zako. Mwanaume unalalamika eti nilipiwe kodi. Mwanaume unalalamika mama yangu anaumwa milioni 2 nimekosa. Ndugu amechanga 200,000. Kama ndugu amechanga 200,000, si umeona ile ilivyokuwa ngumu? Umeona pesa ilivyokuwa ngumu? Kwa tusitie lawama, mdogo wangu, tusimtie mtu ubaya wakati alikusaidia. Rayvanny hana ubaya huo bwana. Mimi niko Ujerumani hapa, nimechukizwa.